Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 2, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwa upande wa ligi kuu ya NBC, mechi namba 190 Simba dhidi ya Mashujaa, mchezo uliomalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Mchezaji wa klabu ya Mashujaa Seif Abdul amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki, huku pia akionekana mara kadhaa akiingia kiwanjani kumlalamikia mwamuzi wa mchezo akitokea katika benchi la timu hiyo kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 2, 2025. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Lakini pia kwenye mechi hiyo hiyo, mtunza vifaa wa klabu ya Mashujaa Juma Nyenje amefungiwa miezi 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 2, 2025 wakati mchezo tajwa hapo juu ukiendelea. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 46 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa viongozi. Lakini mechi namba 218 JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao ulimalizika kwa JKT Tanzania kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Bwana, klabu ya Fountain Gate imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kukataa kutumia chumba maalum cha kuvalia, badala yake walitumia eneo la nje ya chumba kwa shughuli hiyo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini mechi namba 220 Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ulimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Kocha wa viungo wa klabu ya Simba Ledo Bedin ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu hiyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 kifungu cha 2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa makocha. Klabu ya Simba pia imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani wakati wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 28, 2025. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars Jonathan Soa ameadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuonesha ishara ya matusi mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa jukwaani, pamoja na kitendo chake cha kung'oa kibendera cha kona. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Heri Sasi, yeye amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafasiri vyema sheria 17 za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Kocha wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu Davis, yeye ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kushtumu bodi ya ligi kuu Tanzania kuwa ina ajenda tofauti kuhusiana na ratiba ya michezo ya klabu hiyo kwenye ligi kuu ya NBC. Fadlu alizungumza hayo alipokuwa anafanya mahojiano na Azam TV baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu, akionyesha kutokuridhishwa na ratiba ya michezo ya ligi ya klabu yake. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 kifungu cha 2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa makocha. Lakini mechi namba 222 Tanzania Prisons dhidi ya Coastal Union, mchezo uliomalizika kwa Tanzania Prisons kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Klabu ya Tanzania Prisons ya mkoani Mbeya imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la watoto wa ukota mipira, yani ball cards, kuficha na kuchelewesha kwa makusudi kurejesha mipira kiwanjani.
Kuanzia dakika ya 74 ya mchezo, baada ya Tanzania Prisons kufunga bao la pili, watoto hao walikuwa wakificha mipira inayotoka, hali iliyosababisha kuwa na upungufu mkubwa wa mipira licha ya jitihada kubwa za kuwaonya watoto hao. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa upande wa ligi ya Championship ya NBC, mechi namba 223 Geita Gold dhidi ya Mbeya City, mchezo uliomalizika kwa Mbeya City kuibuka na ushindi wa goli 3-2. Klabu ya Mbeya City imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kukataa kutumia chumba maalum cha kuvalia kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Hii ni mara ya 4 kwa klabu ya Mbeya City kutenda kosa hili katika msimu wa 24-25. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba PO1 Trust Cape dhidi ya Kiluvya FC, mchezo uliomalizika kwa Trust Cape kuibuka na ushindi wa goli 3-2. Klabu ya Kiluvya imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia mawe mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa TFF Center Kigamboni Mei 15, 2025. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya Championship kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba PO5 Geita Gold dhidi ya Stand United, mchezo uliomalizika kwa sare ya goli 2-2. Klabu ya Geita Gold imeadhibiwa kwa kutozwa fine ya shilingi milioni 1 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia mawe mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa Nyankumbu Geita Mei 24, 2025. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya Championship kuhusu udhibiti kwa klabu. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeondoa kwenye ratiba ya michezo ya ligi na kupeleka shauri lao kamati ya maadili ya TFF waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu, ambao ni mwamuzi wa kati Jafet Smart kutoka Katavi, mwamuzi msaidizi namba 1 Abdalla Malima kutoka Dar es Salaam, mwamuzi msaidizi namba 2 Ramadhani Kiloko kutoka Tanga, na mwamuzi wa akiba Mangile Hobu kutoka Geita. Licha ya kufanya maamuzi kadhaa ya utata yalionyesha wazi kushindwa kwao kutafasiri sheria 17 za mpira wa miguu katika mchezo huo, waamuzi hao wanatuhumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa na upangaji wa matokeo, jambo ambalo likithibitika watachukuliwa hatua zaidi za kikanuni pamoja na watu wengine wote waliohusika. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ya Championship kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Lakini mechi namba PO6 Stand United dhidi ya Geita Gold, mchezo uliomalizika kwa Stand United kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la walinzi wake wa uwanjani, yani stewards, na baadhi ya mashabiki wao kuwafanyia vurugu viongozi wa klabu ya Geita Gold na kuwazuia kuingia uwanjani kuelekea mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga Mei 29, 2025. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya Championship kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la kushindwa kuandaa uwanja kikamilifu kwa ajili ya mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa CCM Kambarage Shinyanga Mei 29, 2025, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 48 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Stand United walifunga madirisha ya vyumba vya kuvalia kwa kutumia misumari maalum iliyowekwa kwa kutumia mashine, jambo ambalo lilisababisha madirisha hayo kushindwa kufunguka na kufanya vyumba hivyo kukosa hewa na mwanga wa kutosha. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Stand United imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la watoto waokota mipira, yani ball kids, kuficha na kuchelewesha kwa makusudi kurejesha mipira kiwanjani wakati mchezo tajwa hapo juu ukiendelea kwenye uwanja wa CCM Kambarage mjini Shinyanga, jambo lilotafasiriwa kama hila ya kupoteza muda. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Kwa upande wa ligi ya First League, mechi namba PO2 Kopko FC
dhidi ya Kajuna FC, mchezo uliomalizika kwa Kopko kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Kocha wa klabu ya Kajuna Habibu Kondo amezibiwa kwa kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 300,000 kwa kosa la kupinga maamuzi ya waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu hadi kutolewa nje ya uwanja kwa kadi nyekundu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 46 kifungu cha pili ya First League kuhusu udhibiti kwa makocha. Mechi namba PO3 Kago FC dhidi ya Tunduru Korosho, mchezo uliomalizika kwa Kago kiibuka na ushindi wa goli 3-2. Klabu ya Kago ya mkoani Dar es Salaam imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 300,000 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kutaka kuwashambulia waamuzi wa mchezo huo mara baada ya filimbi ya mwisho. Licha ya kuzuiwa, mashabiki hao walikwenda kuzingira chumba cha waamuzi hadi pale walipoondolewa na walinzi wa uwanjani. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 48 kifungu cha kwanza ya First League kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba PO4 Tunduru Korosho dhidi ya Kago FC, mchezo uliomalizika kwa Tunduru kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Wachezaji wa klabu ya Kago Bakari Zuberi na Mustafa Hamza wamefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 300,000 kila mmoja kwa kosa la kumpiga mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huo kumalizika. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 6 ya First League kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba PO5 Moro Kids dhidi ya Tanesco FC, mchezo uliomalizika kwa Tanesco FC kuibuka na ushindi wa goli 3-2. Klabu ya Moro Kids ya mkoani Morogoro imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi 300,000 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kutaka kuwashambulia waamuzi wa mchezo huo wakiwa wanaelekea kwenye chumba cha kuvalia mara baada ya mchezo kumalizika. Adhabu hii imetolewa na kwa kuzingatia kanuni ya 48 kifungu cha kwanza ya First League kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba PO6 Tanesco dhidi ya Moro Kids, mchezo uliomalizika kwa Moro Kids kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Mchezaji wa klabu ya Moro Kids Omari Bakari amefungiwa michezo 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kumpiga usoni mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu kwa kutumia kitu kizito mara baada ya mchezo huo kumalizika. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 6 ya First League kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Kocha wa makipa wa klabu ya Moro Kids Agton Mahenge amefungiwa michezo 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kutishia kumpiga na kumtolea lugha ya matusi mratibu wa mchezo tajwa hapo juu wakati wa mchezo na mara baada ya mchezo huo kumalizika. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 46 kifungu cha pili ya First League kuhusu udhibiti kwa makocha. Mtunza vifaa wa klabu ya Moro Kids Lona Makoba amefungiwa michezo 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kuwatolea lugha ya matusi na kuwapiga kwa kutumia chupa ya maji waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wakitoka kiwanjani baada ya mchezo kumalizika. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 46 kifungu cha pili ya First League kuhusu udhibiti kwa makocha. Mechi namba PO7 Lino Rangers dhidi ya Nyumbu FC, mchezo uliomalizika kwa Lino kuibuka na ushindi wa goli 5-0. Mchezaji wa klabu ya Nyumbu Wilfred Amos amefungiwa michezo 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kumpiga usoni mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu kwa kutumia mpira mara baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha 6 ya First League kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba PO9 Tanesco FC dhidi ya Green Warriors, mchezo uliomalizika kwa Tanesco FC kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeondoa kwenye ratiba ya michezo ya ligi na kupeleka shauri lao kwenye kamati ya maadili ya TFF. Waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu ambao ni mwamuzi wa kati Julius William kutoka Manyara, mwamuzi msaidizi namba 1 Jumane Njige kutoka Mwanza, mwamuzi msaidizi namba 2 Bernard Tumwine kutoka Kigoma na mwamuzi wa akiba Benedict Haule kutoka Morogoro. Licha ya kufanya maamuzi kadhaa ya utata yalionyesha wazi kushindwa kwao kutafadhili sheria 17 za mpira wa miguu katika mchezo huo. Waamuzi hao wanatuhumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa na upangaji wa matokeo, jambo ambalo likithibitika watachukuliwa hatua zaidi za kikanuni pamoja na watu wengine wote waliohusika. Mechi namba PO
10 Green Warriors dhidi ya TANESCO FC, mchezo uliomalizika kwa Green Warriors kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeondoa kwenye ratiba michezo ya ligi na kupeleka shauri lao kwenye kamati ya maadili TFF. Waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu ambao ni mwamuzi wa kati Hamadi Agustino kutoka Mara, mwamuzi msaidizi namba 1 Musa Hemedi kutoka Kigoma, mwamuzi msaidizi namba 2 Bakari William kutoka Dodoma na mwamuzi wa akiba Bakari Telema kutoka Pwani. Waamuzi hao wanatuhumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa na upangaji wa matokeo, jambo ambalo likithibitika watachukuliwa hatua zaidi za kikanuni. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.